mbalimbali. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, nije kwa watendaji. Tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya analitazama jambo na kulikolo miaka 70 nyuma. Wakati anatafuta memory, hivi mwaka 60 hivi ilikuwaje jambo hili? Hivi mwaka 70 ilikuwaje? Hivi mwaka 80 ilikuwaje? Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Aidha wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanaotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu mimi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia. Sina tabia ya kukununia wakati moyoni nakuchekea. Furaha yangu utaiona na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee. Nilikuwa natafakari hapa wakati wa utambulisho, nikamwona kijana mahiri kabisa anatambulishwa ndio mkuu wa mambo ya utamaduni. Kaa kwenye kiti chako uenee. Watu wa utamaduni wamebakiza jukumu moja tu la kuomba vibali. Yaani wao kazi yao kwenye mawilaya na mikoa kufuatilia watu kupata vibali. Yaani vile vibali vile wanafuatilia zile hela. Hakuna kazi nyingine inayofanyika. Na tunalipwa mshahara na serikali imetutawanya nchi nzima. Brother, kaa, funga mkanda wako, ni wakati wa kupaa. Ndugu zangu, kwenye kila idara najua ukienda kwenye michezo, tuna michezo takriban zaidi ya 80,000 kwa dunia nzima ambayo inachanganya mpaka na tamaduni. Lakini ukienda kwenye michezo inayotambulika na kurasimishwa na ina mashirikisho ni zaidi ya michezo 20,000. Hapa Tanzania michezo yetu haizidi 10. Tena mpira wa miguu ndio unaongoza, mingine na suasua. Ukienda hata kwenye basket mpaka tumemwachia kijana mmoja Musa, yeye ndio anahangaika peke yake kama ndio wa michezo. Mtu wa michezo, kaa kwenye kiti yako na uenee. Kwenye habari tuna kazi kubwa, tuna maafisa habari mpaka kwenye wilaya. Na nafika mahala wa Tanzania wanaenda kulalamika kwa wanahabari huko mtaani. Wanahabari wanaamua kuripoti kero ya wananchi iliyotokea kwenye halmashauri zetu, kwenye wilaya zetu. Na inafika kipindi tunawachukia wanahabari wanaoripoti yale ambayo walipaswa kuripoti na maafisa habari tulionao sisi wenyewe. Mkurugenzi na msimamizi na mkuu wa idara, naomba ukae kwenye kiti chako na uenee. Ndivyo ilivyo hivyo kwenye sanaa. Ndivyo ilivyo kwenye maeneo mengine. Ninasema hivyo kwa sababu mimi muda wa kusubiri sina. Umri wangu huu, nisipokuwa na spidi ya kutimiza ndoto za Watanzania waliomwamini Daktari Samia wakamteua, na mimi nitakuwa siandiki alama njema kwenye kizazi kilichopo. Ninafahamu ya kwamba kote nilikopita na nyinyi watumishi mmepata nafasi nzuri ya kufuatilia utendaji wangu wa kazi. Na mimi nimefanya kazi vizuri katika maeneo mbalimbali na tumeishi na watu vizuri na tumeagana kama hivi leo profu anavyoondoka mioyo yetu wengine tunasononeka. Nilikuwa mtania profu, nilikuwa ishanogewa. Unajua ukikaa wewe juu hapa, sisi tuko huku tunajifichia humo. Kuna mahala pengine unajua naibu kudoji ni rahisi. Unajua tu kama zigo likidondoka litamdondokea nani? Sasa ukishakuwa full minister, maana yake usiku na mchana unatakiwa dira, vision na mikakati na namna ya kuexecute unahakisha unasimamia. Kwa hiyo sio kazi rahisi ya kusimamia taasisi.